Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Ni kitabu chenye haki huipati. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن شاء الله leo tuendelea na darasa letu la 30 tukifasiri surati al-An'am ambayo ni sura ya 6 aya 141 ambayo ndio hiyo niliyoisoma. Kabla ya kuifasiri na kuisherehe aya hii, kama kawaida nataka kuleta uhusiano baina aya hii na aya zilizotangulia. Katika aya zilizotangulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akizungumza katika Qur'ani, katika sura hii, katika aya zilizopita kuthubutisha usuluddin, msingi wa dini ya Kiislamu. Na msingi wa dini ya Kiislamu wa kwanza ni tauhid na nguzo za iman ambayo ni an-nubuwa, utume wa Mtume Muhammad na mitume wengine, walba'th na kufufuliwa kesho akhera, na yaumul maad, walqadha walqadar na masala ya qadha na qadar ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo aya zilizotangulia zilizungumza baadhi ya vitu hivyo na ikazungumza shubuhat, mambo ya kumshawishi mtu yaliyosemwa na makafiri katika masala haya. Baada ya kutimu hayo, imerudi tena Qur'ani kuizungumza juu ya kuleta dalili mbalimbali juu ya tauhid, ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo hili la tauhid ndilo jambo ambalo Qur'ani al-Makki ya muda wa miaka 13 ilikuwa kazi yake ni kuijenga imani ya kisawasawa ya tauhid na kuzijenga nguzo za iman. Baadaye katika muda wa miaka 10 wa Madani ilikuwa aya ni kueleza masala mengine. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema wa huwa alladhi, na yeye ndiye ambaye anshaa jannatin ma'rushat, aliyeumba jannatin, bustani yenye miti, ma'rushatin inayoegemezwa, wa ghaira ma'rushatin na isiyoegemezwa. Nitaeleza hii ni miti aina gani. Wanakhla na mitende, wazar'a na mimea, mukhtalifan ukulu ambayo chakula chake kiko tofauti, wazaituna na mizaituni, warumana na mikudhumani au makomamanga, mutashabihan iliyofanana, wa ghaira mutashabih na isiyofanana. Fakulu min thamarihi idha athmara, basi kuleni matunda yake hii miti tuliyosema pindi ikiwa imetoa matunda. Wa atu haqqahu, na mutoe haki yake yauma hasadi, siku ya kuvuna. Wala tusrifu, wala musifanyeni israfu, innahu, hakika Mwenyezi Mungu la yuhibbu almusrifin, hawapendi wenye kufanya israfu au wenye kutupa mipaka au kutupa kiasi. Hiyo ni tafsiri neno kwa neno. Inshallah sasa tutaendelea kuieleza kwa urefu na kutaja aya nyingine zenye uhusiano na aya hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama nilivyosema, ameendelea kutueleza sisi kwamba yeye ndiye muumbaji wa vitu vingi. Ametumia neno anshaa. Anshaa ni kama abdaa kwa Kiarabu. Abdaa na anshaa ni kuanzisha kitu ambacho hakina mfano. Mwenyezi Mungu amemuumba binadamu wa kwanza ikiwa ni Adam na Hawa. Hakuna mfano, hakuwako binadamu kama yeye. Baadaye akaumba binadamu wengine na wako mfano wake, na kutokana na maji ya mume na maji ya mke. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba hayawani wa kwanza, hawana mfano wake. Baadaye ikawa kutoka dume na jike wanapatikana hayawani wengine. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amezianzisha vitu kadhaa
kwa ibdaa na inshai ya kuanza, na hakuna chochote, kama vile alivyoumba mbingu na ardhi na kulikuwa hakuna mbingu na ardhi. Wa huwa alladhi anshaa jannatin ma'rushatin, mabustani ma'rushatin ambayo mimea yake inayotegemezwa. Kuna miti kama ya karam, kama mizabibu, haina nguvu ya kusimama kwa yenyewe. Kwa hivyo maarushati ni ile miti ambayo imetiliwa miti mingine ikasimamishwa ikaweza kupanda kwenye miti ile. Wa ghairu maarushat, na miti ambayo haikupandishwa na jambo lolote, kama miti ambayo yatambaa juu ya ardhi. Na Mwenyezi Mungu katika uhodari wa kuumba kwake huumba miti mikubwa yenye kivuli, akaumba miti mingine midogo, akaumba miti mingine ya kutambaa. Ukiangalia ile bustani au shamba ukaona kuna miti ya kila aina, na ndio pepo ikaitwa janna, itakuwa na miti mingi sana ya kila aina, mpaka uwe wewe ni dharubu kumuona mtu, yani kumejaa miti. Inshallah Mwenyezi Mungu atutie katika pepo hizo. Maarushatin wa ghaira maarushatin, na nyingine ambazo za kutambaa hazipandi juu. Wanakhla, na Mwenyezi Mungu hapa ameanza kwa nakhla. Kwa nini? Nakhla ni mtende. Mtende una mambo mawili, ni fakiha na ni qut, ni tunda na ni chakula. Tunajua kwamba Waarabu na wakati wa Mtume saa nyingine walikuwa wakiishi kwa tende kadhaa tu, kwa hivyo si tunda peke yake, lakini ni chakula. Kisha akasema wazar'a, na mimea. Hapa mimea tukuliwa ni nafaka, yani kitu kama mahindi, kama hintwa, kama ngano, kama bali, shairi. Hizi ni zara mukhtalifan ukuluhu, ambazo chakula chake kinakhtalifiana, na kinakhtalifiana kwa namna nyingi. Kinakhtalifiana matunda yakitoa katika mitunda, kama tutakapozungumza wa zaituna na vitu vinginevyo, vinakhtalifiana hapa. Zara moja inaweza kuwa ni ngano, moja inaweza kuwa ni bali, moja inaweza kuwa ni mtama, inaweza kuwa kitu kingine tofauti kabisa. Inawezekana shikli ikafanana kidogo, lakini matunda yenyewe au mazao yenyewe ni tofauti kabisa. Wa zaituna wa rumana, na angalia Mwenyezi Mungu ataja vitu viwili viwili. Tukianza amezungumza maarushatin na ghairu maarushat, miti yenye kusimama hivyo ukasimamishwa na yenye kutambaa. Sasa hapa ametajia miti mingine miwili, wanakhla wa zar'a, miti miwili aina tofauti. Kisha sasa tutajia vile vile wazaituna wa rumana, kwa sababu mazungumzo, ukizungumza vitu viwili humpa mtu awe na fikra, kufikiria na kuzisawasawanisha tofauti yake nini, kuliko kuzungumza kitu kimoja mpaka ukamaliza. Ukileta viwili unatukua ile attention ya mtu akawa uko na wewe zaidi. Wazaituna wa rumana, na mizaituni na mikomamanga au na mikudhumani, mutashabihan, yenye kufanana. Wasema wengine kwamba zaituni na rumani kufanana pengine katika majani yake, katika baadhi ya vitu vyake vingine, lakini haifanani katika matunda yake na tamu yake. Na hata mti ule ule mzaituni uliopandwa mahali pale pale, tamu yaweza kuwa mti mmoja ni tofauti na mwingine, ingawa ardhi ni moja na maji ni moja, kuonyesha utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mutashabihan, iliyofanana pengine katika majani na ikafanana katika aina ya matunda. Wa ghaira mutashabih, na ikawa haifanani kwa rangi yake, kwa shikli yake, kwa tamu yake, kwa harufu yake. Na Mwenyezi Mungu mahali pengine ametuambia aya iliyofanana na hii vile vile, asema wa jannatin min a'nabin, na Mwenyezi Mungu anawatengenezea nyinyi mabustani ya a'nabin, ya mizabibu. Wa zaituna, na zaituni. Tofauti hapa, pale ilikuwa ni wazaituna wa rumana, lakini hapa ameleta na a'nab. Wazaituna wa rumana mushtabihan wa ghaira mutashabih, ziliofanana na zisiofanana, kufanana katika shikli na kutofanana katika tamu na vitu vingine nilivyovitaja. Undhuru ila thamarihi, hasa hapa Mwenyezi Mungu atuambia katika aya nyingine, sio sura hii, angalieni katika matunda yake. Idha athmara, mti unapotoa matunda. Wayan'ihi, na ikianza kuviva kuiva inakuwaje? Mwenyezi Mungu atakatue tutumia akili yetu kila wakati, tukiona utendakazi wa Mwenyezi Mungu. Tunda likianza lilianzaje, rangi yake linakuwaje, shikli yake inakuwaje,
tunda lile pia ukiwa umelipata wewe na umelila kabla halijawa bivu, linakuwaje tamu yake? Kama vile watu waweza kuchukua maembe mabichi wakatumia maembe ambayo kwamba yamekomaa kabisa, yameviva, inakuwaje? Kulu min, sasa twarudi katika hii amri iliyoko katika sura hii, kulu min thamarihi, basi kuleni matunda ya miti hii, idha athmara, Mwenyezi Mungu au pindi yakitoa matunda mazao yake, wa atu haqqahu yawma hasadi, na mwapatia haki yake siku ya kuvuna. Haki yake ni nini? Hapa Qurtubi kwanza atuambia kitu kingine kwa wale wapendao kujua usulul fiqh na amri za Mwenyezi Mungu. Asema binaani jaa bisighati fa'al. Kuna amri mbili hapa. Kulu min thamarihi ni amri, fi'lu amri, kula katika matunda haya. Wa atu haqqahu ni amri nyingine. Lakini asema amri ya kwanza ni mubah, amri ya pili ni wajibu. Nitaieleza kidogo kwa wanafunzi wapendao kujua zaidi kwa tafsiri, wenye asli kiasi fulani ya elimu watafurahi. Kulu min thamarihi, ukiambiwa kula hapa ni mubah, inakusudiwa ikiwa wewe wala na kitu huna njaa ya kuzidi. Ikiwa wewe karibu una njaa mpaka ya kufa, amri pale haiwi ni mubah, huwa ni wajibu, kwa sababu ukitokula utaweza kufa. Ikiwa wewe ukitokula utakufa, huwa ni wajibu ule, kwa sababu ukitokula na ukafa utapata dhambi, wewe umejiua nafsi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tuchukulie hapo losema Qurtubi, amri hii ni kawaida mubah, kwa sababu mara nyingi mtu akila hawi alikuwa na njaa ya kufa, huwa anakula kupenda kula, ashakula kitu kingine, hivyo ni mubah. Mubaha ni kitu ambacho ukikifanya ni sawa na ukitokifanya ni sawa, si lazima. Wa atu haqqahu yawma hasadi, na mutoe haki ya matunda haya siku ya kuvuna. Hapa ni amri, ni wajibu. Asema tukitukulia, na hii tutaieleza kwamba kule kutoa ni kutoa zaka, ikiwa ni zaka ni wajibu. Lakini hapa wa atu haqqahu yawma hasadi kuna maelezo matatu tutayazungumza sasa hivi kutokana na huyu Qurtubi. Lakini kwanza nilikuwa nataka kueleza hizi amri zaweza kuja mbili mara moja katika Qur'ani, moja ni mubah, moja ni lazima. Kwa hivyo wale ambao ilmu yao haijawa ya kutosha waweza kushtuka mara nyingi, wasema amri kawaida huwa ni yaktadhi alwujub, lakini yategemea. Kwa hivyo amri, kuna amri ambazo ni za mubah. Kwa mfano, fantashiru fil ardh, fa idha qudiyati salat fantashiru fil ardh, siku ya Ijumaa swala ikimalizika tokeni mtawanyike kwenye ardhi. Si amri ya wajibu, ni amri ya mubah. Ukitaka sasa umemaliza moja kwa moja, hata si lazima kuleta tasbihi nyingi, rudi kazini kwako. Lakini ukiwa umetaka kubaki msikitini kwa muda kadhaa, waweza ukabaki, ni amri ya mubaha, yani si amri ya wajibu. Kwa hivyo katika amri ziko za mubaha, ziko za sunna. Sasa hivi tutaeleza hii moja, na ziko za kuwa ni haramu, yani ukimekatazwa kitu hufai kufanya, ukikifanya utapata dhambi, ni amri vile vile. Wa atu haqqahu yawma hasadi, Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake eleza hapa kuna maelezo matatu. Kuna Anas ibn Malik na Ibn Abbas na Hasan al-Basri na Said ibn al-Musayyib wasema hii ni amri ya kutoa zaka ambayo ni faradhi. Yani tukiambiwa wa atu haqqahu yawma hasadi, wewe kani mkulima na umevuna siku ile ya kuvuna, toa haki yake. Mavuno haki yake ni wakati ukivuna, zaka yake. Wanyama zaka yake ni baada ya mwaka. Biashara zaka yake ni baada ya mwaka. Kwa hivyo zaka yategemea ni kitu gani. Ikiwa ni mavuno, siku ile ukivuna, kwa sababu ni rahisi, wewe umevuna uko na kitu kingi, uwe mwenye kutoa wakati ule ule, usingojee. Kwa hivyo moja hapo ni kwamba husema hapa hii ni ya zaka ambayo ni faradhi, na fungu lake tutalizungumza ni ushri. Ushri ni 10%, fungu moja kutoka katika 10. Ikiwa mavuno yale hukutia gharama zako, maji ni maji ya mvua ya Mwenyezi Mungu tu, au kuna chemchemu mahali pamoja, au kuna mto, hukutolea gharama. Ikiwa maji wewe unafanya sprinkle irrigation fulani kuleta maji na watumia gharama, utalipa nisfu al-ushr. Yani fungu katika ile fungu moja katika 10 unagawanya sehemu mbili, utalipa 1/5, 5%. Yani unapunguziwa, kwa sababu katika
fanya kazi yako ya kulima mpaka ukapata mavuno yale, umetumia gharama zaidi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anakupunguzia ile zaka yake. Hilo ni tafsiri moja ya atu haqqahu yawma hasadi. Na anasema Ali ibn Hussein, Ata ibn Muslim al-Khurasani na Hamad na Said ibn Jubair na Mujahid, asema hapa hii ni haki lazima utoe ya mali isiyokuwa zaka. Vipi? Zaka ni wajibu, lakini waambiwa kuna na haki ya sunna. Ni sunna wewe yapendeza wewe katika shamba na umevuna na wewe una zaka yako utatoa, lakini utoe kitu fulani kuwapatia wale watu walioko pale. Au umekwenda nacho kile chakula chako chote mpaka nyumbani, majirani washaona kumeingia leo magunia mangapi, wapatie watu kidogo, ni sunna na ni uzuri. Kwa hivyo hiyo ni kutukulia ikiwa ni ni sunna. Watatu wasema hii ni mansukh. Taieleza. Ilikuwa ni zaka utoe. Suratu Al-An'am ni sura tulisema iliteremshwa Maka yote. Maka bado zaka hazijaamrishwa kwa ni faradhi. Zaka zilikuwa faradhi mwaka wa pili Madina. Kwa hivyo hapa wengine wasema ilikuwa wameamrishwa watu watoe zaka, ingawa pengine haijaelezwa tafsiri zake, lakini baadaye ilipokuwa imekuja kwa tafsiri zake na Mwenyezi Mungu aliposema khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha, chukua ewe mtume awe ewe khalifa au wewe kiongozi wa Kiislamu katika kutoka katika mali yao sadaka. Sadaka hapa ikusudiwa si sadaka ya sunna, ni sadaka ya faradhi, ni zaka, ili upate kuwasafisha na upate kuwatakasa. Kwa hivyo ilipokuwa wakati wa Madina, ikawa aya hii sasa ishaondolewa hukumu yake, imekuja masala ya zaka. Watu wengine wasema hivyo, pamoja na aya nyingine iliyokuja katika surati al-Baqara, na surati al-Baqara iliteremshwa Madina, akisema Mwenyezi Mungu aqimu salata wa atu zaka, simamisheni swala na mtoe zaka. Wala tusrifu, wala msifanyeni israfu. Innahu, hakika Mwenyezi Mungu la yuhibbu almusrifin, hapendi wenye kufanya israfu au wenye kutupa mipaka. Ibn Jarir na Ata bin Muslim al-Khurasani wasema hapa Mwenyezi Mungu anakataza israfu katika kila kitu. Akikusudia kila kitu ni kwamba kila kitu unachokifanya israfu haifai. Hata katika kutoa ambao ni mambo ya kheri, hufai kufanya israfu ukatoa mpaka ukajimaliza kabisa, ingawa baadhi ya wanavyuoni wasema hakuna israfu katika kutoa, za kutoa vitu vyote. Lakini wengine wasema la, hata katika kutoa yatakikana utoe kwa kiasi, ubakisha baadhi ya mali kwako wewe na familia yako. Kwa hivyo la tusrifu kukusudiwa ni katika kila jambo. Lakini Ibn Kathir aeleza, wajua ni utamu saa nyingine kujua ikhtilafu ya maoni katika maulama wakieleza mambo yao. Ibn Kathir asema ukiangalia aya hii Mwenyezi Mungu amesema kulu min thamarihi, kuleni kutoka katika haya matunda. Idha athmara, yanapotengenezwa, yanapokuwa matunda. Wa atu haqqahu yawma hasadi, na mutoe haki yake ya zaka yawma hasadi, hii siku ya kuvuna. Wala tusrifu, musifanye israfu katika kula. Asema yarejea ile kulu min thamari, wala tusrifu, usifanye israfu katika kula, kwa sababu israfu katika kula haina khairi kwa hakika, hata kwa siha yako, kwa akili yako. Na kama Mwenyezi Mungu mahali pengine anatuambia kulu washrabu wala tusrifu, kuleni na munweni, lakini musifanye israfu. Ala kulli hali, kauli yenye nguvu ni kwamba israfu inakatazwa katika kila jambo, lakini pia kauli yenye nguvu kwa watu wa kawaida ni kwamba mtu hafai kufanya israfu hata katika kufanya mambo mema, yataka uwe na kiasi fulani, hata katika kutoa, kwa sababu kuna hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zaonyesha kwamba wewe yataka hata ikiwa wewe wafa usitoe pesa zako zote, kama ilivyokuwa kwa Saad ibn Abi Waqqas, ataka kutoa mali yake, nusu ya mali yake au thuluthi mbili ya nusu yake ya mali yake. Mtume amwambia la, wewe ukawawata bali mawarithi wako na wao ni maskini, na maomba kwa watu ni vibaya. Ukiwawata na nafasi ni bora kuliko kwa wata maskini. Kwa hivyo hata ukitoa utoe kiasi fulani, ili ubakishe na baadhi ya mali ya kusaidia familia yako na kusaidia watoto wako, hasa ukishakuondoka wewe. Mafunzo tunayopata katika aya hii,
Waatu haqahu yawma hasadi, na mutoe haki ya mali siku haki yake yale mavuno siku ya kuvuna. Anasema Dr. Wahba Zuhaili katika kufasiri aya hii, asema Imamu Abi Hanifa katika aya hii, na kutokana na hadithi ambayo nitaisoma inayosema fima saqati samau wal uyunu au kana athariyan, mimea ambayo imepata maji yake kutoka mbinguni, mvua, au uyunu au chemchemu, au yakapata maji kutoka katika mito au aina nyingine, yani pasi na wewe kwa ndio ulialeta ile maji ukaingia gharama, basi kuna ushri, utatoa fungu moja katika 10. Wa fima suqiya binadhi, na yenye kutiwa maji wenyewe kwa gharama zako, basi hapo utatoa nusu ushri kama nilivyosema kabla, 1. Asema kutokana na aya hii tuliyosema na hadithi hii, Imam Abi Hanifa asema watu yataka watoe zaka katika aina ya matunda yote na mimea yote. Lakini wanavyoni wengine wasema la, zaka ni katika yale matunda na mimea na nafaka zilizotajwa katika wakati wa Mtume sasa, zisizotajwa si lazima. Hii ni ikhtilafu ya wanavyoni, na wasema hadithi hii imekuja kuonyesha si maneno haya kwamba ni jumla la utoe katika kila kitu, bali ni kuambia kiasi cha kutoa ni ushri, fungu moja katika 10 ikiwa pata maji ya mvua, au ni nusu ya ushri ikiwa maji ni wewe ndio unaitia kwa gharama zako. Na wanavyoni wengi wasema kulazimika zaka za nafaka ni lazima ziwe zimefika niswab, zimefika kapu 5. Kapu 5 ni vipi? Kapu 5 kwa ratili za Iraqi ilikuwa ni ratili 1600, ni pishi 60 kila kapu moja. Kwa hivyo kapu 5 60 mara 5 mara 5 ni saa pishi 300, na kila pishi kama alivyosema Sheikh Ibn Uthaymeen ni kilo 2, 2.04. Ukimultiply kile ni swab, kiwango cha zaka ni kilo 612. Inamaanisha nini? Ikiwa wewe umevuna ukapata kilo 612 au zaidi, utalazimika kutoa zaka zako. Ikiwa haikufika hapo, hujawa wewe tajiri wa kutoa zaka, utatumia wewe mwenyewe. Wa min al-an'ami hamulatan wa farsha. Tuendelea Mwenyezi Mungu kutuonyesha yale mambo mema aliyotufanyia baada ya kuwa katika aya iliyotangulia. Tukiangalia uhusiano wa aya iliyopita na hii, imezungumza juu ya mimea. Sasa Mwenyezi Mungu ataka kuzungumza juu ya wanyama. Qur'ani imepangika, ukiweza kuijua kwa mipango yake. Kuna uhusiano sana baina ya kila aya na hata sura na sura nyingine. Sasa Mwenyezi Mungu tutajia habari ya wanyama. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha, na katika wanyama kuna wale wabebao mizigo, wa farshan vile vile na wakupandwa. Kulu mimma razaqakumullah, kuleni mimma razaqakumullah, vile ambavyo Mwenyezi Mungu amewaruzuku. Wala tatabi'u khutuwati shaitan, wala musifuati hatua za shaitani. Innahu, hakika shaitani, lakum aduwwu mubin, ni adui wenu aliyewazi kabisa. Wa min al-an'ami, sasa nataka kueleza hiyo. Wa min al-an'ami, hini kwa wapendao nahwu ni maatuf, yani wa min al-an'ami, kama vile alivyotuambia katika aya ya kwanza. Tulisema kwamba Mwenyezi Mungu ametuumbia, wa huwa alladhi ansha'a jannatin, ameumba jannatin, bustani mbalimbali. Na hapa tuambia wa min al-an'ami, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba hawa wanyama. Kiswahili cha watu wengine an'am huita nyama hoa. An'am ni ngamia, ng'ombe, kondoo na mbuzi wa aina 4 ambao tutataja aya za kueleza tafsiri yake sasa hivi. Wa min al-an'ami hamulatan, na katika wanyama wa mifugo tunaweza kuwaita hamulatan, kuna wanyama wa kupandwa kama ngamia,
Wengine saa nyingine wamemtaja ngamia wakamtaja ng'ombe, ingawa ng'ombe kawaida hapandwi, lakini ng'ombe huweza kutumiwa na kigari chake cha kulima shamba, na pengine mtu akapanda juu vile vile katika ile gari lake. Wa farshan, wengine wamefasiri na matandiko, wasema hamula ni ngamia kama nilivyosema. Farsh wengine wameifasiri ni matandiko wanyama wenye kutoa sufi. Sufi ile ikatengenezwa vitu kama busati, kama zulia, kitu cha kukalia, ndio farshan, ambao sana huwa ni kondoo. Na Ibn Mas'ud asema hamula ni mnyama yoyote ambaye aweza kumbeba mtu, atumia kwa kubeba mtu au kwa kubeba kitu. Mara nyingi hutumiwa kwa ibil, kwa ngamia. Asudi aeleza kwamba hamula hawa ni wanyama ambao matarkabuna, wale mnawapanda, na walfarshi ni matakuluna watahlibun. Farshi badala ya kuwa ni kupata matandiko tu peke yake, ni wanyama ambayo mwala, na wanyama ambao tahlubun, mwakamua maziwa, yani mwapata maziwa yake, kama anavyosema mahali pengine Mwenyezi Mungu, awalau yarau anna khalaqna lahum, hawaoni wao binadamu kwamba sisi tumewaumbia wao, mimma amilat aidina, kwa yale iliyofanya mikono yetu kutengeneza, an'aman, wanyama wa mifugo, an'aman, wanyama wa mifugo, fahum laha malikun, wao wamewamiliki wanyama hao, wadhallalna lahum, na tukawadhalilishia. Hata kama ngamia utamwona mnyama mwenye nguvu, Mungu akakufanya aweze kumsikiza, hata mtoto mdogo akaweza kumpanda au kumpeleka mahali, ni kudhalilishwa na Mwenyezi Mungu. Faminha rakubuhum, baadhi ya wanyama hawa mawapanda, wa minha yakulun, na baadhi yao munawala. Na katika aya nyingine kutaja faida tunazopata kutoka kwa wanyama, Mwenyezi Mungu asema wa min aswafiha, na kutokana na sufi ya wanyama kondoo hao, wa aubariha, na manyoa kutoka kwa ngamia, wa ash'ariha, na nywele kutoka kwa mbuzi, athathan, matengeza matandiko, wa mataan, na mapambo, ila hin, mukatumia kwa muda fulani. Hapa Mwenyezi Mungu hutuonyesha neema zake aliyotupatia kutokana na wanyama. Kulu mimma razakakumullahu, kuleni katika yale ambayo Mwenyezi Mungu amewaruzuku, na ni hawa wanyama. Wala tatabi'u khutuwati shaitani, wala msifuate nyayo za mashaitani. Kwa nini Mwenyezi Mungu asema hivi? Katika aya zilizotangulia na katika surati Al-Maida tumezungumza juu ya Makureshi, walikuwa kuna baadhi ya wanyama wamesema wanyama hao hawafai kuliwa. Wanyama aina mbalimbali, pengine ngamia akizaa fahali karibu mimba 10, sasa huyu basi hafai kupandwa, hafai kutukuliwa maziwa yake, hafai kuchinjwa na wengineo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aambia kulu mimma razaqakumullah, kuleni vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amewaruzuku na mvitumieni. Wala tatabi'u khutuwati shaitani, msifuate hatua za shaitani. Watu wakakwambia hiki ni haramu, na Mwenyezi Mungu amewaambia kila kitu, kama tutakaposema katika mafunzo, binadamu ameumbiwa ili apate kustafidi katika dunia hii. Innahu, hakika shaitani, lakum aduwwun mubin, ni adui aliyewazi kabisa. Shaitani ni yule aliyesema la ahtakinanna dhurriyatahu illa qalila, nitawapoteza ya Rabbi dhuria za bin Adam, kizazi cha binadamu huyo Nabii Adam huyo, illa qalila, illa wachache, nitawapoteza kweli kweli. Mafunzo tunayopata kutoka katika aya hii, funzo la kwanza, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, Mwenyezi Mungu ndiye ametumbia vilivyoko katika ardhi vyote, amemuumbia binadamu Mwenyezi Mungu. Funzo la pili, tumeambiwa sisi tule kile kitu ambacho ni halali. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, kuleni vitu vilivyoko katika ardhi ambazo ni vizuri, ni halali na ni vizuri. Wala tatabi'u khutuwati shaitani, wala msimfuate shaitani. Aya nyingine atuambia Allahu alladhi ja'ala lakum al-an'ama litarkabu minha, tushaisoma. Mwenyezi Mungu amewajalia kwamba mna wanyama mifugo na mwaweza kuwapanda, wa minha taakulun, na wengine mwaweza kula nyama yao. Na kitu cha mwisho ni Mwenyezi Mungu ametuambia inna shaitana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwa, shaitani ni adui wenu, mchukueni kama adui. Na hii mara nyingine ametuambia wakati mwingine akisema shaitani ndio aliyemtoa wazee wenu wawili Adam na Hawa kutoka janna, kutoka pepo, kwa hivyo msimfuate.
afatatakhidhunahu wa dhurriyatahu awliyaa min duni. Mwenyezi Mungu mahali pengine anasema, je, nyinyi mwamchukua Sheitani, Ibilisi, wa dhurriyatahu, na kizazi chake, auliya, mkawafanya ni marafiki, min duni, badala ya kumchukua mimi Mwenyezi Mungu liwaumba na niwatizama. Wahum lakum aduwwun bisa lidhalimina badala, na hao mashaitani na vizazi vyake ni maadui yenu, basi nyinyi mmebadilisha mambo kweli kweli, badala ya kumchukua awe aliye rafiki yenu ni Mwenyezi Mungu anawafanyia kila kitu, mmemchukua shaitani ambaye ni adui yenu. 8 azwaj. Sasa Mwenyezi Mungu atueleza hao nyama wa mifugo ni nyama gani. Baada ya kuwa ametueleza masala ya wanyama, sasa ataka zaidi kuzungumza kujibu wale waliosema wanyama fulani msiwaleni. Hapa ndio majawabu yaja wauliza maswali magumu Mwenyezi Mungu kuwauliza Makuraishi. 8 azwaj, ameumba Mwenyezi Mungu namna 8 za wanyama. Min aldhani 2 wa min alma'z 2, wawili katika kondoo na wawili katika mbuzi, wawili yani jike na dume. Qul adhakaraini harrama amil unthayain, sema je, adhakaraini, Mwenyezi Mungu ameharimisha yote madume mawili au majike mawili? Sisi tumesema katika kila aina ya mnyama kuna dume na jike. Sasa Mwenyezi Mungu ameharimisha wote wanawake au wote wanaume? Kwa sababu katika haramu za uharimisha kwa Makureishi, wengine walikiharamisha midume ikiwa ametoa mimba kadhaa, wengine walikiharamisha wanyama wa kike ikiwa amezaa mimba kadhaa. Sasa Mwenyezi Mungu huuliza, amma ishtamalat alayhi arhamul unthayain, au ni waliomo katika uzao wa majike wa majike yote wawili? Wao pia tulizungumza katika darasa iliyopita kwamba Makureishi walikisema baadhi ya watu ambao ni wanawake, ili wanawake sio baadhi, hawafai kula kile kilioko katika matumbo ya wanyama, ila kikiwa kimezaliwa na ni maiti, ni mfu, basi hapo wanawake waweza kula pamoja na wanaume, lakini ikiwa amezaliwa kisawasawa ni mwanamume peke yake. Sasa Mwenyezi Mungu asema, je, nyinyi mumeharimisha madume wote au wanawake wote, au meharimisha wale walioko katika mimba matumbo wote, iwe ni wanaume au wa kike, au hata ikiwa mmoja ni mwanamume mmoja mwanamke? Auliza masuala haya. Nabiuni biilmin, nipeni habari lakini ya ujuzi, si maneno tu. Ikiwa mna ujuzi, na ujuzi utokana na wapi katika amri ya halali na haram? Kutokana na wahi. In kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi mwasema kweli. Wa min al-ibli 2, na Mwenyezi Mungu amewaweka wawili katika ngamia jike na dume. Wa min al-baqari 2, na katika ng'ombe wawili jike na dume. Qul adhakaraini haram, je, hili dume la ngamia na dume la ng'ombe ndio ni haramu, au amil unthayain, au jike la ngamia na jike la ng'ombe? Amma ishtamalat alayhi arhamul unthayain, au mimba zao ndio haramu zote, zikiwa wanaume au zikiwa wanawake au zikiwa zimetangamana mume na mke? Am kuntum shuhadaa, au nyinyi mulikuwa ni mashahidi, mulishuhudia, idh waswakum bihadha, alipohusia Mwenyezi Mungu kwa haya? Nyinyi si mashahidi, nyinyi si mitume, wala hamkuwa karibu na mitume, mulijuaje hukumu ya Mwenyezi Mungu? Na nyinyi hata si wasomi. Faman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, ni nani dhalimu zaidi kuliko mwenye kumzulia Mwenyezi Mungu uongo? Liyudhilla nnasa bighairi ilmin, awapoteze watu pasi na ujuzi wowote. Inna Allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin, Mwenyezi Mungu hawaongozi watu ambao ni madhalimu. Hizo ni aya, tutaeleza kidogo tafsiri yake na mafunzo yake. Tafsiri ni Qurtubi atueleza kwamba Mwenyezi Mungu ameumba wanyama wa 8, aina 4, na kila aina moja dume na jike. Na akisema qul adhakaraini harrama amil unthayain, hili ni istifham inkari, ni suali
la kuonyesha sivyo hivyo, jawabu yake la sivyo. Je, nyinyi mwawafanya wawe haramu aina fulani? Ikiwa utasema kwamba haramu wa kiume ni wa kiume wote, wa kike tuseme si haramu. Ikiwa ni wa kike, wewe ni wa kike wote. Haya ndio masala ambayo ndio aliyouliza na hakuna jawabu. Maanake haya ni maneno mmeyasema kwa fikra zenu tu. Nabiuni biilmi, na Mwenyezi Mungu ataka ukisema jambo useme na wewe una ujuzi. Hapa tutakuja kueleza katika faida yake masala muhimu, vipi kiasi gani Mwenyezi Mungu akitaja masala ya elimu. Mafunzo tunapata katika aya hii, la kwanza ni kuonyesha kwamba hukumu yatokana na Mwenyezi Mungu peke yake kwa wahi, na itakuja kuiona sasa hivi katika aya itakayokuja, qul la ajidu fima uhiya ilayya, yani sipati mimi katika wahi yangu masala ya kueleza maneno hayo mnayosema. Kwa hivyo kwa kitu ni halali au ni haramu sharti kitokee kwa wahi. Wahi ni Qur'an, au kitoke kwa mazungumzo maneno ya mtume, kwa sababu mtume ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, hasemi kwa hawa yake, husema akiwa ameamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kitu cha pili, yaonekana yafaa katika Uislamu kujadiliana mtu na watu ambao ni wapotofu au hawakufahamu mambo. Ndio Mwenyezi Mungu akaleta masala haya katika ndia ya mjadala, suali kutaka jawabu, kuonyesha yafaa mtu kujadiliana. Na sisi tunajua hilo kwa sababu Mwenyezi Mungu asema ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmau'izati alhasana, lingania kwa njia ya Mwenyezi Mungu, yani kwa dini ya Kiislamu, kwa kuleta watu katika Uislamu, bilhikmati, kwa kutumia hikma mzuri, walmau'izati alhasana, na mau'idha mazuri, wajadilhum billati hi ahsan, na ujadili nao kwa njia mzuri. Kwa hivyo mjadala wakubalika, lakini uende kwa njia mzuri. Kisha Wahba Az-Zuhaili asema na kiasi kinafaa. Kiasi katika sheria ya Kiislamu, kwanza ni nasi ya Qur'an, kitabu cha Mwenyezi Mungu. Pili ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi zake. Tatu ni ijma, kama wameungana Waislamu wote ndio hukumu. Nne ni qiyas. Qiyasi ni wewe ikawa kuna kitu kimekuja, hakuna fatwa yake iliyotolewa kwa Mtume, kwa Qur'ani wala hadithi, lakini kuna qiyas. Kwa mfano, ulikuwa wakati wa Mtume tembo liliharamishwa. Leo kina kitu ambacho chamfanya mtu akakosa akili yake, ukasema ila ya tembo ni kukosa akili, kwa hivyo na hiki ni vile vile kukosa akili, ni qiyas. Kwa hivyo hii pia aya hizi zatuonyesha mtu aweza kutumia akili yake akatumia qiyas, akaweza kujadili na mtu au akaweza kupata fatwa. Am kuntum shuhadaa idh wasakum bihadha, hii ni kwa waeleza wale wapotofu wa Quraysh. Nyinyi mwasema mambo kama kwamba nyinyi wajuzi sana. Kwanza Makuraishi walikuwa hawajui kama hata vitabu vya Mwenyezi Mungu, hawakujua Taurat, hawakujua Injili, kwa sababu hajaletewa mitume. Mayahudi walikuwa wajua, wakijadiliana wajua vitabu vya Mwenyezi Mungu zimesema nini, wajua baadhi ya sharia za Mwenyezi Mungu katika Taurat. Manasara wajua kutokana na Injili, lakini Makuraishi walikuwa hawajui, walikuwa ni watu hawakuamini kitabu chochote. Sasa am kuntum shuhadaa idh wasakum bihadha, nyinyi mlijuaje mkatoa hukumu zenu kwamba hiki ni hivi, hiki ni hivi, hiki ni halali, hiki ni haramu? Na katika aya hii na aya zilizotangulia kuna neno hili iftira. Faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, ni nani dhalimu zaidi, mbaya zaidi kuliko yule aliyemzulia Mwenyezi Mungu. Iftira ni kuzua. Tutaona hapa katika aya hii yetu tuliyosoma ni aya 140. Aya 140 Mwenyezi Mungu asema waharamu ma razaqahumullahu iftiraan ala Allah, wakaharimisha vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amewapatia ni riziki, iftiraan, kumzulia tu Mwenyezi Mungu. Fadharuhum wama yaftarun, wawache wao na kuzua kwao. Wa an'amun la yadhkuruna isma Allah alaiha iftiraan alayhi, na baadhi ya wanyama wakiwachinja hawataji jina la Mwenyezi Mungu, wataja masanamu, iftiraan, uzushi tu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hufai wewe kusema kitu cha kuzua tu, si kitu ambacho cha yakini. Na
Kitu kingine faida tunayopata ni kitu kibaya sana, kupoteza watu, na kupoteza watu pasina ujuzi ni mbaya zaidi. Ukimpoteza mtu waweza kwa pengine una ujuzi wako lakini ba makosa, lakini saa nyingine hata huna ujuzi wote, hilo ni jambo baya zaidi. Kama hapa sema liudhilla an-nasa bighairi ilm, au pale Mwenyezi Mungu akasema nabiuni biilmin, niambieni mimi habari lakini iwe na ujuzi, sio maneno tu ya kusema tu. Kad khasira alladhina qatalu auladahum safahan bighairi ilm, aya zilizotangulia. Wamekhasirika wale wenye kuwa watoto wao safahan, kiupumbavu tu, wala hana ujuzi. Wamekata shauri tu kwamba mtoto wa kike ataleta ari, tutamuua; mtoto wa kiume atatuletea ufukara, tutamuua. Ndio bighairi ilm. Na inna Allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin, madhalimu Mwenyezi Mungu hawaongozi. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu. Sasa twaja katika aya nyingine ambayo aya hii ni muhimu sana, yaeleza vitu Mwenyezi Mungu alivyovikataza kuwa ni haramu, akazifanya ni haramu, navyo ni vitu vinne. Ndio muhimu hizi. Kabla ya hapo, tukiangalia uhusiano wa aya zilizopita, ni kwamba sasa Mwenyezi Mungu atuonyesha kwamba hawa Makureshi walisema hawana wahi. Kwa hivyo sasa asema hapa Mtume kwamba masala, mimi nimepewa wahi mambo kadha kadha. Sababu ya kuteremka hii aya, tuambiwa akhraja Abd ibn Humayd ibn Taus alisema, inna ahla aljahiliya kanu yuharrimuna ashyaa. Watu wa jahiliya Makureshi walikuwa wakiharimisha vitu vingi, wayastahiluna ashyaa, na wakifanya halali vitu kadhaa. Mwenyezi Mungu akaanza kueleza, fanazalat qul la ajidu fima uhi ilayya muharraman. Mtume aseme sipati mimi katika mambo yaliyoteremshiwa wahi kitu ambacho ni haramu ila 1, 2, 3, 4. Kwa hivyo ukionyesha kwamba ikiwa wewe utasema kitu ni haramu lazima upate wahi. Qul la ajidu fima uhiya ilayya, sema mimi sipati katika nilioletewa wahi kitu ambacho muharraman, kimeharibishwa na Mwenyezi Mungu, ala ta'imin yat'amu, kwa yule ambaye kwa mlaji kula, ila an yakuna maitatan, isipokuwa mzoga ndicho kitu ambacho kimekatazwa, maiti, au daman masfuhan, au damu inayomwagika, au lahma khinzirin, au nyama ya nguruwe, fa innahu rijsun, basi hiyo ni rijs, ni uchafu. Au fisqan uhilla lighairi llahi bih, au kiupotofu tu ikikachinjwa mnyama kwa kutaja jina lisiokuwa la Mwenyezi Mungu. Faman iturra ghaira baghin, basi yule mwenye kuwa na dharura lakini asiwe ametamani, wala adin, wala kuwa ametupa mipaka, atafaa kula vitu hivi. Tutaieleza. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, hakika Mola wako ni mwenye kusamehe na ni mwenye kuwahurumia waja wake. Aya hii imejaribu kueleza vitu ambavyo ni haramu katika wakati wa Mtume na masahaba walipokuwa kwa Maka. Imeeleza vitu hivi vinne kama tulivyovitaja, nayo ni kuanza na mzoga na damu na nyama ya nguruwe na mnyama aliyechinjwa jina lisitajwe la Mwenyezi Mungu na akachinjwa pengine kwenye masanamu, au likatajwa jina lingine la masanamu au lisikuwa la Mwenyezi Mungu. Fa innahu rijsun, hapa kuna tafsiri mbili. Wengine wasema innahu rijsun yarudia katika nyama ya nguruwe kwa sababu ndilo neno la mwisho, au lahma khinziri fa innahu rijs. Wengine wasema fa innahu rijsun yarudi katika vitu vitatu: maiti, mzoga, damu na nyama ya nguruwe. Lakini yenye nguvu zaidi inaonekana kuwa ni nyama ya nguruwe. Na Imamu Shafi'i kutoka neno hili akachukulia rijs, kwa hivyo nyama ya nguruwe, akawa amesema ni najisi kutokana na aya hii na tafsiri hii. Faman iturra ghaira baghin, yule ambaye amelazimika, ana dharura, binadamu ikawa hana nyama ya halali au chakula cha halali kula, iliyoko ni mfu, na sasa afanyeje? Hapo kwa itirar, kwa kulazimika, afaa kula, lakini ale kiasi kile ambacho kitamweka katika uhai.
kwa sababu katika sharia ya Mwenyezi Mungu kuna maneno sema adharurat tubihu almahdhurat. Dharura hufanya kitu cha haramu kikawa halali. Lakini au kuna msemo mwingine vile vile wa usulul fiqh, adhararu yuzal, madhara yakija huondoshwa. Kwa mfano, la qadar Allah, wewe umepatikana na mguu wako umeingia na gangrene, huna namna, lazima dhara ile uondoshe. Utaondosha hata kama ni kukata, sije ikafika mahali kwingine. Kwa hivyo adhararu yuzal, na tuambiwa kwamba adharurat tuqaddaru biqadriha, ile dharura inaangaliwa ikapewa kipimo chake. Ikiwa wewe umehitajia kula kitu ambacho ni haramu, ule kiasi cha kukufaa, sio ule mpaka ukawa ghaira baghin wala aad, usiwe wa thamani. Kwa hivyo umepata fursa, utakakula mpaka ushibe. Wanavyoni wengi wasema kwamba hivi vitu vine vilikuwa vimekatazwa wakati wa Maka, ni hivi tu, lakini baadaye kwa Madina zikaongezwa na vitu vingine, kutokana na mfano hadithi moja ambayo tutaisoma iliyopokewa na Muslim, ilipokewa na Ibn Abbas, asema naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin min as-sibai wa kulli dhi mikhlabin min at-tayr. Mtume amekataza watu kula wanyama wale carnivorous, nyama wenye kula wanyama wengine, dhunabin, wenye meno yale tunaita meno ya mbwa, yani canines, yale ambayo kwamba ndio wanamua mnyama. Wa kulli dhi mikhlabin min at-tayr, na mnyama yani ndege kile yule ambaye ana makucha makubwa ya kohoku na huweza kumshika ndege akamua ndege mwingine. Hawa ndio ambao wanaharimishwa. Na baadhi ya vitu ambao waliulizwa masahaba, walimuuliza Mtume akamwambia hiki ni halali au hiki ni haramu, akitaja huwadhimu vitu hivyo vile vile. Na kuharimisha ni amri kama tulivyosema kabla ya Mwenyezi Mungu peke yake. Mtume ni muballigh, haharimishi kitu, lakini huambiwa aseme akafikisha ule ujumbe. Tutamalizia aya hii kwa ufupi kueleza baadhi ya mafunzo tunayopata, lakini sitaendelea kwa urefu sana, kwa sababu mtu akitaka tafsiri ya aya hii, mimi nimeifasiri kwa urefu katika surati Al-Maida aya ya 3. Lakini leo naweza kueleza mzoga imeharamishwa sio katika Qur'ani tu, katika vitabu vilivyotangulia, katika Taurat na Injili wamekatazwa vile vile mtu kula nyama ambaye amekufa pasina kuchinjwa. Na kuna faida nyingi zapatikana. Mara nyingi mnyama ikiwa amekufa ghafla, huwa alikuwa na ugonjwa. Ugonjwa ule mara nyingi hufanya nyama ile iwe na hatari, na kuna magonjwa kadhaa ambayo zaitwa zoonotic diseases, magonjwa ambayo yawapata wanyama na yakawapata vile vile binadamu. Kwa hivyo mkila na wewe utapata hatari vile vile, utaweza kupata ugonjwa ule. Kitu kingine, kuchinja ndio njia mzuri sana na sahali kumfanya mnyama afye pasina kusikia vibaya. Na katika faida moja ya kumchinja mnyama ni kwamba nyama hutoka damu ile yote, na ikitoka damu yote nyama huwa keeping quality yake ya kuweza kukaa ni mzuri zaidi, imeondoshwa damu. Kitu cha pili ni damu. Damu vile vile katika vitabu vilivyotangulia, hata katika Taurat ni haramu, haifai kukula damu. Na damu ni kitu ambacho magonjwa mengi yako katika damu. Unapata kitu ambacho wazungumza madaktari bakteria yako katika damu, yani zinazunguka, au virus iko katika damu wanazunguka. Kwa hivyo ni upesi ukila ile damu kupata ugonjwa huo. Toxemia, toxic, sumu fulani ikiingia kitu kibaya kinazunguka katika damu. Paemia, saa nyingine pia inazunguka mpaka usaha katika damu. Kwa hivyo vitu vyote hivi ukiwacha kula damu, yani utaweza kuepukana na maradhi mengi. Na kuna maradhi kadhaa kina Ebola na mengineyo ambayo yapatikana kutoka katika damu za wanyama vile vile. Na damu ni mada ambayo bakteria au vidudu vya ugonjwa vinakuwa sana katika damu, na damu ina cholesterol level kubwa sana. Ukila unaweza kuwa ni predisposing factor ya hypertension, kuweza urahisi ukapata maradhi ya hypertension ya pressure. Nyama ya nguruwe tunaijua kwamba ina magonjwa mengi sana kuliko wanyama wengine, na iko hatari sana ukiwa ni mwenye kuitumia. Kuna na mambo mengine ambayo nilisema kabla sitakuwa mwenye kuizungumza leo, kwa sababu wakati takriban wa darasa hii imekwisha, lakini anaitaka tafsiri ya vitu hivi nilizungumza kwa urefu sana nilipokuwa nikifasiri surati Al-Maida.
Kitu cha mwisho ni kwamba kuna aya yaeleza tafsiri zaidi ya maiti ya mizoga, ambayo imetajwa mahali pengine akisema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza walmunkhaniqatu, aeleza wanyama waliokufa, aliyekufa kwa kama kusongwa koo, walmauqudhatu, na aliyekufa kwa kupigwa, mnyama akapigwa mpaka akafa, ambao ni vibaya sana, walmutaraddiatu, na mnyama ambaye ameanguka kutoka juu kama jabali mpaka chini akafa, wanatihatu, na mnyama ambaye amegongwa na pembe ya mnyama mwingine akafa, wama akala sab'u, na mnyama ambaye aliliwa na wanyama wengine asipate kuchinjwa. Hizi zote zakatazwa. Hii ni aina ya maiti ya mnyama aliyekufa, na miongoni mwa faida ya vitu hivi ni kwamba vitu vyote hivi vinaonekana carelessness ya mtu ambaye ni mkulima kutoangalia wanyama wake. Nyama amefungwa kamba mpaka ikamfanya yeye mpaka afya akienda huku na kule. Kwa hivyo ataka Muislamu amtizama mnyama wake, akifa namna ile itakuwa hawezi kumchinja, hawezi kumla kwa sababu amekufa namna ile. Mnyama ikiwa ameanguka, ataka ukiwa unaweka wanyama wako na kuna mahali ni juu na chini, uwe na hadhari basi wakafa ovyo ovyo. Usimpige mnyama mpaka akafariki, ikiwa atafariki hafai atakuliwa. Usiwaache ng'ombe wakawa madume wakawa wenye kupigana kwa mapembe na kupigana vita, usiwaondoshe, akifa mmoja wapo hufai kumla. Haya yote kama tunavyoeleza mimi katika mahali pengine ni katika mambo ya kutukua care ya animals, yani kuangalia wanyama kwa uzuri. Hakuna dini kama ya Uislamu ambayo inamfanya Muislamu awaangalie wanyama kwa njia mzuri sana, na imewekwa vikwazo kadhaa. Na tunajua sisi hata wanyama ambao si wakula kama mbwa, tuambiwa kwamba kuna mwanamke ambaye alimuona mbwa ambaye ana kiu kweli kweli, na yeye alikuwa amekuta kuna maji katika kisima, akatumia soksi yake kuweza kuteka maji akimpatia mbwa yule mpaka akashiba, na akaambiwa kwa sababu hiyo kama mwenye kuingia peponi. Na tuambiwa kuna mwingine ambaye amemweka paka wake akamfungia asimpe chakula mpaka akafa, akaambiwa huyo atakwenda motoni. Kwa hivyo dini yetu ya angalia sana binadamu kwa binadamu, na yaangalia hayawani na kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekiumba. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu, ni kitabu chenye haki huipati